Makampuni yanayonunua zao la tumbaku mkoani Ruvuma yametangaza kutonunua tumbaku inayotengenezwa kwa moshi na badala yake watanunua tumbaku iliyokaushwa kwa hewa, ambayo wamesema watanunua tani 500,000 tu. Geoffrey Nilahi anaarifu zaidi. Akiongea na Channel 10 ofisini kwake, meneja wa chama cha ushirika wa wakulima wa tumbaku Songea na Namtumbo Sonamku, Bwana Joseph Gugu, amesema sababu ya makampuni kupunguza kiwango cha kununua tumbaku ni kutokana na kukosekana kwa mabani ya kisasa na wakulima kutopanda miti, badala yake hutegemea miti ya asili, pamoja na kuwatumikisha watoto kwenye mashamba ya tumbaku. Changamoto tulionayo kwa makampuni, wanasema kwamba wamepunguza kiwango kwa ajili ya kukosekana kwa mabani ya kisasa, na vile watu hawapandi miti, badala yake wanategemea miti ya asili. Kwa hiyo sasa changamoto tulionayo ni kuhamasisha wakulima waweze kupanda miti mingi na vile waweze kujenga mabani ya kisasa. Gugu amesema kupungua kwa uzalishaji kwa zao hilo kumeathiri uchumi wa wakulima wengi, kwa kuwa wakulima wa wilaya ya Namtumbo uchumi wao hutegemea tumbaku. Hata hivyo, kutokana na changamoto hiyo, chama hicho cha ushirika kimeanza kutoa elimu kwa wakulima juu ya mabadiliko hayo, ikiwa ni pamoja na kuwahimiza wakulima kulima tumbaku ya hewa na kuachana na tumbaku ya moshi. Athari iliyoko ni kwamba ushuru unapungua na vile inasababisha umaskini kwa wakulima. Mkulima ambaye sasa badala ya kulima tumbaku analazimishwa alime ufuta na mazao mengine changanyiko, ambapo hambuli kitu, anashindwa kupeleka watoto shule na anashindwa kuhudumia familia kwa kutegemea mazao mengine hayo. Zao la tumbaku lilikuwa linaokoa sana, kwa sababu zao la tumbaku lina pesa nyingi. Naye bwana shamba wa tumbaku wa wilaya ya Namtumbo Yusufu Mwanalika amesema kuwa tumbaku ya moshi haina faida kutokana na gharama ya uendeshaji kwa kubwa, na kwamba inahatarisha maisha ya wakulima kutokana na aina ya matembe makaburi wazi yanayotumika kuchomea tumbaku. Wilaya ya Namtumbo yote, asilimia kubwa majengo yaliyojengwa ni pesa ya tumbaku, na sasa hivi wameacha kulima tumbaku hii, wakulima wameshakuwa tayari wameshuka kiuchumi. Geoffrey Nilahi, Channel 10, Songea.